Ayatollah Arafi atakuwa kiongozi wa juu wa muda wa Irani kufuatia kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei katika shambulio la pamoja lililofanywa na serikali ya Marekani pamoja na serikali ya Israeli huko Tehran. Iran imeanzisha kifungu cha 111 cha katiba yake baada ya kuuawa kwa Khamenei na hivyo kuanzisha mpango wa dharura wa uongozi ambapo baraza la watu watatu linachukua madaraka ya kiongozi wa juu hadi mrithi wa kudumu achaguliwe. Ayatollah Arafi ameteuliwa kuwa mwanachama wa sheria juristi wa baraza hili la uongozi wa muda, jukumu lililotolewa kutoka baraza la ulinzi chini ya katiba ya nchi. Uteuzi wake unakamilisha baraza la watu watatu linaloshikilia mamlaka ya kiongozi wa juu wakati wa mpito. Chini ya utaratibu huu atashiriki kuongoza nchi pamoja na Rais Masoud Pezeshkian na mkuu wa mahakama Goram Hussein. Watatu hao kwa pamoja sasa wanashikilia mamlaka ya juu ambapo awali ilikuwa ikitumiwa peke yake na Khamenei huko Iran kupitia mgogoro wa uongozi ambao haujawahi kutokea. Alizaliwa mwaka 1957. Ayatollah Arafi mwenye umri wa miaka 67 ni mtu mashuhuri katika safu ya viongozi wa dini nchini Iran. Kabla ya jukumu lake la uongozi wa muda, alishikilia nyadhifa kadhaa muhimu kwa wakati mmoja. Anaongoza mtandao wa kitaifa wa seminari za Kiislamu nchini Iran na ni mwanachama wa kikaasisi wa baraza la walinzi na anakaa katika baraza la wataalam. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC pia limetangaza mabadiliko ya kiuongozi baada ya kamanda wake mkuu Jenerali Mohamed Bakou kuuawa katika mashambulizi ya Jumamosi. Ahmad Vaid ameteuliwa kuwa kamanda mpya wa IRGC kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Iran. IRGC ni moja ya taasisi zenye nguvu zaidi nchini Irani, ikiwa na ushawishi mkubwa wa kijeshi, kisiasa na kiuchumi, na inafanya kazi tofauti na majeshi ya kawaida ya nchi.